Mtazamaji wa Uhuru FM TZ, hali gani na karibu sana. Leo tunataka tukupitishe katika makala muhimu sana kuhusiana na afya. Tumetembelea katika taasisi ya saratani Ocean Road hapa jijini Dar es Salaam. Pamoja nami ni wenzangu Joy Njarabi, pamoja nyuma ya kamera tuko na Peter Paul. Mimi naitwa Steven Mhina Dungumaro, na wakati huu tukiwa hapa Ocean Road tunapata nafasi ya moja kwa moja kuzungumza na daktari bingwa wa magonjwa ya saratani ambaye pia ni mkurugenzi wa huduma za kinga katika taasisi hii ya saratani ya Ocean Road. Huyu ni Daktari Crispin Kahesa. Tutazungumza mambo mengi, lakini kuna kitu kikubwa sana ambacho kimezoeleka na chenyewe ni kuhusiana na saratani ya matiti, ambayo wengi tumezoea kusikia ni saratani ya matiti kwa akina mama. Leo daktari atatupitisha katika maeneo mengine kabisa kuhusiana na saratani hii ya matiti hasa kwa wanaume. Daktari, habari za leo, habari za kazi pia? Nashukuru sana. Kama alivyowaambia, karibuni sana kwenye taasisi ya saratani Ocean Road, na leo tutataka tuzungumze mada yetu mahususi inahusiana na saratani ya matiti, na tungependa kuongelea saratani ya matiti kwa kina baba. Asante sana, na moja kwa moja kwanza tuifahamu, tunapozungumza neno saratani ni kitu gani hasa? Saratani ni neno la Kilatini. Kwa watu wengi walikuwa naifahamu kwamba ni kansa. Kwa hiyo kibantu tunasema saratani, na saratani ni miongoni mwa magonjwa ambayo hayaambukizi, na saratani ziko zaidi ya 100. Kwa hiyo ni neno kubwa lililobeba aina nyingi za magonjwa ya saratani, na saratani zinatajwa kulingana na kiungo gani cha mwili kimeathirika. Ndio maana unaweza ukaita saratani ya mapafu kama ni pafu limeathirika, au kama titi limeathirika ni saratani ya matiti. Na saratani hii inatokeaje au ikoje? Chanzo cha saratani ni sehemu ya chembe hai yako, ambao tunasema ni kama kiungo cha mwili cha mwanzo kabisa, kama tofali kwenye nyumba. Pale chembe hai ya mwili inapopoteza utaratibu wake wa kukua na kuzaliana, inapelekea kupata chembe hai ambayo inakuwa sio ya kawaida, na mara nyingi chembe hai zinatengeneza kitu kama uvimbe kwa walio wengi. Ndio maana saratani nyingi zinaonekana kama uvimbe, lakini inategemea na eneo gani. Mfano kwenye damu, uvimbe huwezi kuona, lakini utaona tu mabadiliko ya hizi chembe hai ambazo zinabadilika kimuonekano na pia hata kwenye ufanisi wa kazi zake. Na hii inatokeaje? Mabadiliko haya yanatokea, mabadiliko haya yanatokea pale ule uratibu au ile program unaodhibiti saratani unapoharibiwa. Na visababishi vikubwa, cha kwanza tunaweza kusema ni vile ambavyo viko ndani ya uwezo wetu, tunaweza tukavibadilisha, na vingine vile ambavyo hatuwezi kuvibadilisha. Tukianza vile ambavyo hatuwezi kuvibadilisha, moja ni kurithi. Kati ya watu 100, 5 wamerithi hivi vichembe vya saratani. Lakini sababu nyingine pia imeonekana ni ya kibiolojia au ambayo haibadiliki, ni umri. Kadri umri unavyoongezeka, hatari ya kupata saratani nayo inaongezeka. Lakini hii ya umri inasababishwa na vitu vingi. Kama tunavyosema, unavyoishi muda mrefu unaona na unakutana na vitu vingi sana. Na hivi vitu ambavyo tunakutana navyo vinaweza vikawa ni vijidudu au kemikali mbalimbali ambazo tunazipata kwenye mazingira yetu, au kwenye vyakula, au kwenye vinywaji au vilevi. Kwa hiyo kemikali nao ni sababu miongoni mwao. Lakini sababu nyingine za kifizikia, tunaona kwamba kuna miale ya jua. Mfano, kuna baadhi ya wenzetu wenye ulemavu wa ngozi zao zinakosa baadhi ya virutubisho, wenye ualbino, wana hatari kubwa ya kupata, au hata wale wenye ngozi ambazo hazina chembe nyeusi nyingi, melanin, wana hatari kubwa sana kupata saratani za ngozi kutokana na miale ya jua. Lakini imeonekana pia kuna baadhi kama hizi
mabomu au miale inayotokana na mabomu, kama unakumbuka Hiroshima, mabomu ya nyuklia yanatoa mionzi, inaweza kupelekea kupata hizi saratani. Sababu nyingine ambazo tumeziona ni matumizi ya baadhi ya vilevi kama pombe au matumizi ya tumbaku, matumizi ya sigara. Lakini vyote vilivyomo kwenye hivi bidhaa hizi ni kemikali hizi ambazo tumezitaja. Ila kuna vijidudu, mfano virusi. Kama unaofahamu kuna saratani ya ini, na tukumbuke jana tulikuwa tunazungumzia siku ya homa ya ini. Hepatitis B inaweza kupelekea kupata saratani ya ini. Hichi ni kirusi ambacho kinasambaa kwa binadamu. Lakini kuna kirusi cha papiloma ambacho kinasababisha saratani ya shingo ya mlango wa kizazi na saratani nyinginezo. Kuna baadhi ya vijidudu vya bakteria ambao vinaathiri utumbo wetu mkubwa ambao vinaitwa kama Helicobacter pylori. Tumeona hasa ukienda hospitalini uko na vidonda vya tumbo vya muda mrefu sana, wanakupima hivi Helicobacter pylori, na hivi vijidudu vinaweza kupelekea kupata hizi saratani. Ile imeonekana baadhi ya tabia zetu nyingine, mfano tabia bwete ambazo zinaendana kufanya mazoezi, hii inapelekea kupata hizi saratani, ikiwepo saratani ya matiti. Lakini inaendana moja kwa moja na kuharibu ule uratibu wa vichocheo vyetu vya mwili au hormones. Kwa hizi ni baadhi ya sababu ambazo nyingi zinachangia kuleta saratani. Sawa Daktari Kahesa, tumekushukuru na tumekuelewa vizuri baada ya maelezo hayo, lakini nilikuwa natamani sasa tuje moja kwa moja tuzungumzie kuhusiana na saratani ya matiti. Na hii imezoeleka zaidi kwamba saratani ya matiti ni kwa kina mama, kwa maana wanawake. Lakini kwa sasa hivi pia kuna saratani ya matiti kwa wanaume. Nataka utueleze hii saratani ya matiti ikoje, inasababishwa na yenyewe ni nini, ama visababishi ni hivi ambavyo umevielezea huko, na kwa wanaume inakuwaje? Kama tulipoona saratani ya matiti, baadhi ya visababishi vingi tunaweza tukasema wanashare kati ya wanawake na wanaume. Lakini wanaume walio wengi sana imeonekana kwamba sababu kubwa nyingi ni kurithi, inaonekana ni chanzo kikubwa, na baadhi ya sababu ya homoni au vichocheo vya mwili ikiwa imevurugwa na baadhi ya visababishi, aidha ukosefu, kutokuwa na mazoezi sahihi, au kuwa na baadhi ya maradhi ambayo yameathiri mfumo wao. Mfano ini inaweza kachangia sana kuvuruga ule mfumo au kudisturb homoni zao, ikaongeza hatari kubwa sana ya kupata saratani ya matiti. Lakini kwa ujumla sababu hizo wanashare wote, wanawake na wanaume, lakini wanawake wanaathirika zaidi kuliko wanaume. Kati ya wagonjwa 100 wenye saratani utakuta mwanaume ni mmoja tu, maana yake 1% ndio inawakuta, na idadi hii unaweza kuiona ni sio kubwa sana. Ndio maana imezoeleka kuwa saratani ya matiti ni ya kina mama. Kwa hiyo kwa maana nyingine vichocheo vya mwili vina sababu kubwa sana kuongeza saratani ya matiti kwa kina mama. Inaonekana takwimu si kubwa sana kwa wanaume kupata ile changamoto, sababu kati ya wagonjwa 100 mmoja tu ni mwanaume. Changamoto zake ni zipi anazopitia anapokuwa kwenye changamoto hii? Kwanza tutambue pamoja kwamba ukubwa tatizo, idadi ni ndogo kwa wanaume, lakini madhara naweza nikasema ni makubwa kuliko kina mama. Okay. Kwa wanaume walio wengi hasa, kwanza wanafika wakiwa wamechelewa. Kwa ugonjwa unakuwa kwenye hatua za juu sana. Moja ni uelewa ni mdogo kwenye jamii na wanaume hawaoni kwamba ni tatizo. Lakini pili, wanaume ukiangalia sehemu kubwa ya kifua chao kina msuli, hawana mafuta mengi sana. Kwa hiyo kuna hatari sana ugonjwa ukifika kwenye titi ukaweza kusambaa haraka sana kwenye viungo ambavyo viko nyuma ya kifua chake kuliko mama. Kwa hiyo na nyuma ya kifua chake unakuta kuna mapafu
na kuna eneo jingine kuna moyo. Kwa hiyo usambaaji ni wa haraka sana, lakini imeonekana hata sababu wanakuja wamechelewa, hata matokeo ya tiba yao inakuwa sio nzuri. Kwa hiyo wengi hupoteza maisha mapema kulinganisha na kina mama. Kwa hizo ni baadhi ya changamoto, lakini kuna changamoto nyingine naweza kusema za kijamii. Wanaume wengi hawakubali uhalisia kwamba anaumwa titi au amekubali kwamba naye ana saratani. Kwa ile hali ya kujikataa nayo, anajikataa ugonjwa, lakini wengine hata kukubali tiba inakuwa ni changamoto, au wanajinyanyapaa, anapata tiba kwa kujificha ficha, anakuwa sio mwazi sana. Kwa hiyo changamoto tunaiona hiyo kwa wanaume ambao wanaipata. Daktari, umezungumza kuhusiana na wanaume hao, kasema wanakuja wamechelewa. Natamani kujua wakati gani sahihi ambao wanapaswa kuja ili waonekane hawajachelewa. Magonjwa mengi ya saratani ikiwepo saratani ya matiti, katika hatua za mwanzo waga hayana dalili. Yaani yeye mwenyewe si rahisi sana kujihisi, au dalili zilizopo inawezekana yeye asizichukulie, asizipe uzito, kwa sababu watu wengi wamezoea kufika hospitalini pale wanapoumwa. Sasa mtu anaweza akapata kauvimbe, lakini kama hauna maumivu kwake asitilie maanani sana. Kwa dalili kubwa zaidi ya kwanza ni uvimbe, lakini uvimbe unaweza ukawa na maumivu au usiwe na maumivu. Dalili nyingine ni kuonekana, kwa sababu ya uvimbe lazima kutakuwa hamna uwiano ya titi la umoja kati ya upande mmoja na mwingine. Kwa upande mmoja lazima utaona utakuwa na titi lake limeongezeka. Wengi wanapelekea, na unaona hata muonekano wa ngozi yake ya juu ya kwenye titi huwa imebadilika, hasa pale inapokuwa tu imeenda juu kidogo. Inakuwa kama mweko na ganda la limau, inakuwa na ile dimples. Kwa hiyo tutegemea ngozi itakuwa ni nyororo, lakini inakuwa imebadilika. Ila kwenye chuchu inaweza ikatoa majimaji au damu au isitoe. Na chuchu ikawa imebadilika muonekano. Tunategemea chuchu ya kawaida itakuwa tu mwelekeo wake umenyoka, lakini hizi nyingi itakuwa imeingia ndani. Lakini hizo ni dalili za juu. Ila kama ugonjwa umesambaa, atapata dalili za ugonjwa uliosambaa kwenye kifua. Wengine kama wameenda kwenye mapafu, anaweza kuja na kikohozi, akawa anakohoa au kifua kinabana, au kama umesambaa kwenye viungo kama ini, atapata dalili ambazo zitaonesha ini lake limeathirika. Kwa hiyo ninachoiambia jamii ni wasisubiri hizi dalili, wafanye uchunguzi mapema ili waweze kugundulika, kwa sababu wao paka wagundue hizi dalili zinaweza zikawa zimeingiliana na dalili nyingine. Tuna uzoefu kwa kuona wagonjwa wengi wanakuja wanaume, atakwambia nilijigonga bahati mbaya, kuna kitu kilinigonga ndio nikashangaa titi langu nikaona tu maumivu, nikajua labda ni jeraha au maumivu. Mwingine atakwambia nilipigwa na mpira, mwingine wana sababu nyingi, lakini ni kwa sababu kwamba hawafanyi uchunguzi mapema.